Linafahamika na baadhi ya ishara zilishaanza kuonekana mapema kutoka kwenye ile baada ya mchezo wa kwanza kuwa umeisha kuhusu mapendekezo ya uwanja upi utumike kati ya Amani na kwa Mkapa. Kwa hiyo vitu tumevishuhudia, tumeviona. Kwa mwisho wa siku tunapaswa kukubali kilichotokea. Binafsi mimi nimeridhika, timu yangu ina uwezo. Yaani binafsi mimi nimeamini na nimeridhika. Kwa sababu sisi ujue msimu huu tunajenga timu. Umeelewa vizuri? Timu ambayo inajengwa kutoka kwenye 0% kuja kwenye 100. Sasa hivi Fado ndo anakuambia ipo katika 60% kwenda 70. Lakini wanasema kwamba kauli hiyo isije ikawa kichaka cha kujifichia iwapo mnapokosa matokeo. Kauli haiwezi kuwa kichaka kwa sababu kila mmoja ameona sisi timu hii tumeiandaa msimu huu. Yaani ndani ya mwaka huu ndio tumesajili wachezaji zaidi ya wachezaji 15. Au ni swala kuficha pia. Sisi ambao liko wazi. Ina maana robo tatu ya timu sisi tumesajili. Maana tunajenga timu. Timu yenyewe ndio ilikuwa inatudemand sisi ubingwa. Sio sisi tunaidai timu yetu ubingwa. Sina nielewa. Yaani timu ndio jinsi ambavyo inaandaliwa, timu inavyofanya, timu inavyoperform ndivyo ambavyo inatudemand sisi mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba ubingwa. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo unarejea kwenye mashindano yaliyobakia. Tunazungumzia kwa maana ya kwamba CRDB na NBC. Wananchi Young Africans wametanguliza mguu, wanamsubiri atakaye kufuatia. Ni wewe yaani kwanza ukinitajia watu mimi nawataka yani kiasi kwamba mpaka nikiwawa na wawaza watu inakuaje watu tunawakamatia wapi ili tucheze nao. Ndio jinsi wanavyotukimbia kimbia. Hao watu walikuwa wanatukimbia kimbia sana. Umeelewa? Ila kwenye CRDB watakanyaga, kwenye ligi pia tarehe 15 pia tunawataka vile vile. Baada ya kuingia tu ya finali, kutoka na kusema ya kwamba hawa wameweka nguvu kubwa kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup. Watakosa huko na watakosa huku na ligi kuu watakosa. Tukubali ya kwamba kauli hiyo itakwenda kutimia ikiwa tunatazama leo tumepoteza kikombe cha kwanza. Binafsi huwa sifanyii kazi matamshi ya utabiri. Umeelewa vizuri? Au ni watabiri tu kama watabiri wengine. Kwa hiyo binafsi huwa sifanyii kazi matamshi ya watabiri. Mimi ninachozungumzia ni mpira. Nini ambacho timu yangu inafanya? Nini ambacho kocha wangu anakifanya? Nini wachezaji wanafanya? Nini viongozi wangu wanafanya kuisaidia timu ili iweze kusuccess. Tumeshuhudia performance ya Joshua Budo Mutale. Nyota ambaye hivi sasa ameonekana kuimbwa na watu kumkubali. Namna venye anacheza. Kwa wewe kama wewe venye ambavyo unamtazama. Unazungumziaje performance yake? Sio hivi sasa tu wanaomwandaeti Budo ni hawamjui. Umeelewa vizuri? Yaani Budo sio leo tu. From way back. Yaani Budo ni kitambo. Budo the way ilivyokuwa anaanza kipindi kile. Kuna namna tu, kuna vitu yani unajua jamaa zetu nao wana mikono yao fulani hivyo wanatutilia mkono kutuharibia wachezaji wetu, kutuharibia shughuli zetu. Kwa hiyo akawa ametuharibia yule mchezaji, lakini mwisho wa siku umeona sasa hivi Budo anachokifanya si kwenye ligi ya ndani wala kimataifa. Mimi ningependa utoe neno lako la mwisho kwa mashabiki na uongozi kwa ujumla. Mimi kwanza nipende kuwashukuru wachezaji wa Simba Sports Club, nipende kuwapongeza nipende kumpongeza kocha wangu, nipende yani kumpongeza kila yote alioshiriki katika dua na maombi kupitia kwenye huo mchezo wa leo. Imekuwa ni mchezo mzuri, imekuwa ni mchezo mgumu. Simba imeonyesha uwezo wake, tumeweza kufanya kile ambacho tumeweza kukifanya, lakini mchezo umeonekana, kila mmoja ameona. Kwa hiyo still bado timu yetu sisi ni kubwa kwenye ranking, sisi ni namba 4 au sio bwana? Tumepata hii medali ya pili tusahau. Sisi tunakuwa tuna medali 2 kwa maana 93 na leo hii ya mabati ya leo mliopata. Maana ile ya msimu uliopita wananchi mlisema mabati kwa sherehe wakaenda kumpa mpaka mama. Mko tayari kwenda kumpa mama medali hii ya mabati? Sasa binafsi maneno ya hao wapiga kelele hao watu waporoje mara nyingi huwa sipendi kuyafanyia sana kazi. Mimi najaribu kuzungumzia statistics za mpira na utaalamu wa mpira. Hayo maneno mengine binafsi huaga tu nikitajia au nikizungumzia kama najikuta tu nacheka kwa sababu naona ni watu ambao hawana uelewa kuhusu mpira. Kwa hiyo kuna michezo ya nje. Michezo ya nje. Nadhani ushanielewa. Ndio miongoni mwao ya ile michezo ya nje ndio hiki kilichotokea leo. Nje ya uwanja ile michezo ya Kiswahili na maanisha. Mimi nilichokizungumza awali toka naanza hii interview ni kuhusu referee. Kwa hiyo kama umenielewa vizuri, muamuzi hakuwa katika maamuzi mazuri ya kuweza kuchezesha mechi ya leo. Kwa hiyo hicho kitu ndio kimekuja kutumaliza kabisa Simba, lakini sisi uwezo wa Simba kupambana na timu yoyote katika bara la Afrika hii. Simba inao huo uwezo. Yaani Simba ina uwezo kupambana na timu yoyote katika ile bara la Afrika. Wakati mnapoteza kombe mwaka 93, rais alikuwa kwa hivi sasa ni hayati. Hii leo mnapoteza kombe tena akiwa mwanae ambaye ndo rais wa Baraza la Mapinduzi la Zanzibar. Namzungumzia Hussein Mwinyi. Sasa nyinyi kama Simba Sports Club, wao wameenda mbali na kusema kwamba mnawatia aibu. Kumtia aibu nani? Mnawatia aibu viongozi. Alotia aibu ni refa, yani alotia aibu katika
ni kiongozi alichezesha, ni refarii alichezesha mchezo wa leo. Yani yeye ndo kafanya kila kitu kuonekana pale namna gani vipi. Lakini Simba hao wanaozungumza hivyo ni watu ambao wanaiandaleti tu, lakini Simba ni timu ambayo inaipa sana heshima ili taifa, kama unanielewa vizuri. Simba ndio inaotoa nafasi za hizi timu nyingine kushika mashindano ya kimataifa. Simba ndio imekuwa kiongozi wa yeye katika zile rankings za CAF, wengine wanafuata nyuma. Simba ndio imekuwa chachu hata ya ranking upande wa timu ya taifa kupanda. Yani atakayekuwa anabishana nayo huyo ni mtu ambaye ni wale ambao wamezoea kunywa supu. Umeelewa vizuri? Lakini huo ndio uhalisia. Simba si timu ambayo inatia aibu taifa, ila ni timu ambayo inaliweka taifa katika nafasi nzuri.